Kutoka hapa Mbagala, Chamazi Magengeni, na hapa tuko nyumbani kwa marehemu mzee Masudi Rashidi ambaye ametwaliwa mbele za haki mnamo tarehe 11 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026 katika hospitali ya Temeke, ambapo ndipo alipokuwa akipatiwa matibabu. Mzee Rashidi alikuwa ni mshirika wa Kinondoni Revival Church, lakini pia ni mmoja wa waimbaji wa Victory wa kwanza kabisa, na mpaka umauti unamfika alikuwa pia bado ni mshirika wa KRC. Na leo hii hapa nyumbani tuko katika maandalizi sasa ya kwenda kupokea mwili, ambapo utatokea kule hospitali Temeke na utalala hapa nyumbani kwake, heshima kwa ajili ya wanafamilia. Pia mke wake ambaye pia naye ni mwana Victory watapata wasaa pamoja na wanafamilia kuweza kutoa heshima za mwisho, lakini pia majirani wa hapa ambao hawataweza kufika kwenye kuaga kesho kwa ajili ya kwenda kuzika watapata nao wasaa kuweza kuaga hapa. Kwa hiyo tutasubiri mwili hapa, ukishaingia hapa baada ya muda mfupi tutapata kufanya ibada ya kuweza kutoa heshima za mwisho, na mwili ukilala hapa kesho ratiba zitaanza asubuhi, na baadaye tutaelekea kule katika kanisa la Kinondoni Revival Church kwa ajili ya ibada, na washirika wa KRC watapata wasaa wa kuweza kutoa heshima kwa mpendwa wao, lakini baadaye tutaelekea katika makaburi yaliyoko kule Mwananyamala kwa ajili ya kwenda kumpumzisha baba yetu. Basi endelea kufuatilia NYTV, tutakuwa tukiendelea kukuletea matukio na kila kitakachokuwa kikiendelea hapa, na sisi kesho tutakuwepo pia kukuletea tukio hili pale Kinondoni, lakini pia katika makaburi yaliyoko pale Mwananyamala. Mimi ni Messi Malo, endelea kufuatilia NYTV. Yes, ni maeneo ya Mbagala Chamazi Magengeni, ambapo tunakuletea tukio la msiba wa marehemu mzee Masudi aliyekuwa mwanakwaya wa Victory wa zamani na ametangulia mbele za haki, na leo hii mwili unaingia hapa nyumbani kwake maeneo ya Mbagala Chamazi, tayari kwa ajili ya wanafamilia kuweza kutoa heshima za mwisho, lakini pia ibada ya kuaga mwili itafanyika kesho. Huyu alikuwa mshirika wa kanisa la KRC Kinondoni Revival Church chini ya Askofu Rwagate Zakayo Swai, na hivyo ibada itafanyika kanisani pale siku ya kesho, na baadaye atakwenda kupumzishwa katika makaburi yaliyoko maeneo ya Mwananyamala hapa jijini Dar es Salaam. Ya mwili wa marehemu baba yetu mzee Masudi ukiwa unabebwa na washirika wa KRC, lakini pia majirani na ndugu wa karibu wakiuingiza hapa. Ni heshima kuweza kuingia hapa nyumbani kwake kwa ajili ya wanafamilia kuweza kutoa heshima za mwisho. Yupo mjane ambaye naye pia ni mwanakwaya wa Victory ambaye ameachwa, naye atapata wasaa pia wa kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mume wake, lakini wanafamilia nao watapata wasaa kuweza kutoa heshima za mwisho, na kisha kesho tutapata wasaa pia wa kuweza kuungana na washirika wa KRC pale Kinondoni kwa ajili ya kwenda kutoa heshima za mwisho kwa baba yetu na mpendwa
marehemu mzee Masudi ambaye ametangulia mbele za haki. Kama ambavyo nimekuambia, ni mmoja wa wanakwaya wa Victory wa mwanzoni kabisa hawa, na leo ametangulia mbele za haki toka tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka 2026, na atazikwa kesho katika makaburi ya Mwananyamala, lakini pia kanisa la KRC ambapo ndipo alipokuwa mshirika watapata wasaa wa kuweza kutoa heshima za mwisho kwa baba yetu huyu ambaye Bwana amemtoa na kutangulia mbele za haki. Huyo ni mke wake mjane wa marehemu mzee Masudi ambaye naye pia ni mshirika wa KRC, lakini pia ni mwanakwaya wa kwaya ya Victory. Na tunaendelea kuomba faraja kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mke pia, lakini pia na ndugu wa karibu ambao wamepatwa na msiba huu. Mungu akaendelee kufanyika faraja katika familia hii. Tuko hapa NYTV kukuletea tukio hili. Tutakuwa hapa, lakini pia tutaweza kukuletea pia safari nzima ya kuelekea kwenda kupumzisha baba yetu mzee Masudi hapo kesho. Asante. Mungu wetu na baba yetu, tunalitukuza na kulishukuru jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai ya ndugu yetu Masudi Rashidi Machenje, na asante kwa ajili ya neema ya safari umewaleta salama kutoka hospitali mpaka nyumbani kwake. Tunaliinua na kulihimidi jina lako tunapokabidhi taratibu nyingine zote za maziko mikononi mwako. Tunakusihi ufahamu wa kimbingu ukawa juu yetu na ukatuongoze mpaka kesho tukaulaze salama mwili wa mpendo wako. Ratiba ya leo na kila kinachoendelea hapa tunakiweka mikononi mwako, tukijua Roho Mtakatifu uko kutufariji, uko kututia moyo. Tunashukuru kwa sababu wewe hujatuacha, hujamwacha Grace, hujamwacha kila mtu ndani ya nyumba hii. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako takatifu, katika jina la Yesu tunaomba tukikushukuru. Amen. Yes, kutoka hapa Mbagala Chamanzi, tukiwa hapa kwa marehemu baba yetu mzee Masudi, tuko na msemaji wa familia hapa, atapata kutupatia ratiba nzima kuanzia leo kuelekea kesho tutakapokwenda kumpumzisha baba yetu. Bwana asifiwe baba. Amina. Bwana asifiwe sana. Poleni na msiba. Asante sana, tunashukuru. Asante kwa kufika pia kututia moyo. Asante. Pengine tufahamu kwa majina yako. Mimi naitwa Audax Tibuhinda, pia ni mshirika wa KRC. Kwa familia? Kwa familia, mke wangu ni mdogo wake wa kuzaliwa na huyu mama aliyefiwa na mume wake. Karibu tupatie utaratibu kuanzia leo kuelekea kesho. Okay, asante. Kama mlivyoona kwamba mwili umeshapokelewa hapa nyumbani, na baada ya hapo leo jioni tutakuwa na ibada hapa nyumbani ambayo itaongozwa na wachungaji, na mmeshaona kwamba mchungaji wetu Witness Swai ameshafika, lakini pia na mzee wa eneo husika mzee Ngeiza naye yuko mahali hapa, na washirika wengine wa Kinondoni wameshafika. Kwa hiyo tutakuwa na ibada leo jioni, na baadaye kuamkia kesho asubuhi
tutakuwa na utaratibu wa kifamilia ambapo tutakuwa na chai ya pamoja, na saa 2 kamili tutakuwa na ibada fupi na kuaga mwili. Na hii imefanyika ili kutoa nafasi na fursa kwa majirani na ndugu zake katika ile eneo ambayo amekuwa akiishi waweze kumuaga mpendwa wao. Na baada ya hapo tutasafirisha mwili kuelekea kanisa letu la Kinondoni KRC, ambapo kuanzia saa 6 pale Kinondoni kutakuwa sasa na ibada rasmi kwa ujumla ya kuhitimisha na pia kutakuwa na kuaga mwili na vitu vyote ambavyo vitatakiwa kufanyika, na kufikia mida ya saa 7:30 hivi tutakuwa tunamaliza ile ibada kwa ujumla wake na kuelekea kwenye makaburi ya Mwananyamala kwa ajili ya ile ibada ya mwisho na kuulaza mwili wa marehemu. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio ratiba ambayo tuko nayo kuanzia sasa hivi mpaka hiyo kesho. Shukuru sana na pole. Asante sana, tunashukuru sana. Mungu awabariki sana. Wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.